Bwana, mara baada ya klabu ya Young Africans kuweza kuondokewa na mchezaji wao Master Key Stefan Aziz Ki na kutimkia kule kunako klabu ya Wydad Casablanca, ni kama vile klabu ya Young Africans wanataka kufanya kufuru hasa katika dirisha hili kubwa la usajili, ambapo litaweza kufunguliwa pindi tu mchezo wa tarehe 25 baina ya Young Africans na wekundu wa Msimbazi Simba utakapo weza kutamatika. Na moja kwa moja klabu ya Young Africans bana, wao wameamua kwenda pale kunako klabu ya TP Englaba Mazembe kulizia uwezekano wa kuweza kumpata mchezaji ambaye anacheza mbavu ya kulia. Huyu si mwingine ni Ibrahima Keita, kijana ambaye alizaliwa Novemba tarehe 8, 2001, na jamaa huyu bana ana asili ya Mauritania, na kwa sasa kama nilivyokuambia anaitumikia klabu ya TP Englaba Mazembe. Mbali na nafasi yake ya kawaida kama beki wa kulia, lakini pia Keita pia aliwahi kutumika kama beki wakati katika baadhi ya mechi, na hapa Yanga wanaenda kupata versatile player kwenye eneo la ulinzi, kwa maana yule mchezaji ambaye anakuwa anacheza zaidi ya nafasi moja katika eneo la ulinzi. Bwana, Keita aliweza kujiunga na TP Englaba Mazembe tarehe 4 Julai 2023 kwa mkataba wa miaka miwili ambao unatarajiwa kutamatika tarehe 30 Juni 2025. Na ujio wake Mazembe bana ulitokana na kiwango kizuri alichokionyesha akiwa FC Nouadhibou ya kule nchini Mauritania, na kabla ya hapo alichezea FC 93 Bobigny ya kule nchini Ufaransa. Na wanaamini sana wachezaji waliokulia katika elimu ya mpira wakiwa Ulaya, Keita akiwa ni mmoja wapo. Bwana, unaposajiliwa na klabu kama TP Englaba Mazembe lazima basi uwe umepitia kwenye ile misingi ya soka. Kwa hiyo Keita pia ni miongoni mwa wachezaji ambao walipitia kwenye misingi ya soka, hasa akiwa kule kunako nchi za kule Ulaya. Na mchezaji huyu alianza katika academy ya Jean Marc Goulou, kisha akacheza Guidaz ya pale nchini Mali. Na Yanga bana wanamchukua kwa sababu ya uzoefu wake akianzia Ulaya, Afrika, lakini pia mchezaji huyu amekuwa akicheza kunako timu ya taifa, na umri wake bado ni mdogo, ni mchezaji mwenye miaka 23, na kwenye kila timu alizopita aliingia moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza. Hiyo pia ni sababu ambayo pia inafanya Young Africans kuweza kuhitaji sign ya mchezaji huyo, na hii ni mara baada ya Yao Kwasi Atola Konde Boy Jeshi kuweza kupata majeraha. Nakumbuka mchezaji huyo bana aliweza kufanyiwa upasuaji wa maeneo ya goti, kwa hiyo mchezaji huyo atakaa nje kwa muda mrefu. Lakini kama tunavyojua pia injury za muda mrefu pia zinaweza zikafanya mchezaji ashindwe kurudi kwenye yale makali yake ambayo alikuwa nayo hapo mwanzo. Eneo ambalo anakuja kucheza Ibrahima Keita ndilo eneo analocheza Yao Kwasi pamoja na Israel Patrick Mwenda, ambaye naye pia amekuwa na kiwango bora kweli tangu alipojiunga na klabu hiyo ya Young Africans, akitokea kule kunako klabu ya Singida Black Stars yenye makao yake pale mkoani Singida. Hizo zilikuwa ni taarifa ambazo zinahusiana na klabu ya Young Africans kwenye swala zima la tetesi za usajili. Lakini swala la msingi kwa wewe ambao unaendelea kuifuatilia Mlacha Media, kama bado hujasubscribe bado una nafasi ya kuweza kusubscribe, na njia ni rahisi tu, upande wa kulia hapo kuna maandishi yaliyoandikwa subscribe, kisha bonyeza tu itakuja alama ya kengele, pia utaweza kuibonyeza na moja kwa moja utakuwa umefanikiwa kujiunga na familia hii ya Mlacha Media, na ni dhahiri shairi utakuwa wa kwanza kabisa kupata zile taarifa zote za kimichezo ambazo zinaendelea kujiri kunako pande tofauti za kimichezo. Bwana, mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada. Langu jina ni Innocent Mlacha na hii ni Mlacha Media. Endelea kuifuatilia ili uendelee kupata zile taarifa za kimichezo zaidi, hasa